Hii ni teknolojia ya ajabu. Ukifa unagandishwa, utafufuliwa baadaye. Cryonics, teknolojia ya kugandisha miili kwa matumaini ya uhai wa baadaye. Hii ni teknolojia inayolenga kuhifadhi miili ya binadamu kwa baridi kali sana baada ya kifo, kwa matumaini kwamba teknolojia ya baadaye itaweza kuwafufua na kuwatibu magonjwa yao. Ingawa ni dhana inayovutia na ya kipekee, bado haijathibitishwa kisayansi kuwa inaweza kufanikisha malengo yake. Cryonics hufanyikaje? Mchakato wa cryonics huanza tu mara baada ya mtu kutangazwa kuwa amefariki kisheria. Hii ni muhimu kwa sababu kisheria madaktari hawawezi kuanza mchakato huu wakati mtu bado yuko hai. Hatua zinazofuata ni kama ifuatavyo. Hatua ya kwanza ni kuupoza mwili haraka. Mara tu baada ya kifo kuthibitishwa, mwili hupozwa haraka kwa kutumia barafu ili kupunguza kasi ya kuharibika kwa seli. Hatua hii husaidia kuhifadhi ubongo na viungo vya mwili katika hali bora zaidi. Hatua ya pili, kubadilisha damu kwa cryoprotectants. Damu yote mwilini huondolewa na kubadilishwa na cryoprotectants, kemikali maalumu zinazosaidia kuzuia kuundwa kwa barafu ndani ya seli. Ikiwa barafu itaundwa, inaweza kusababisha seli kupasuka na kuharibu mwili. Hatua ya tatu ni kugandisha mwili kwa nitrogen kioevu. Baada ya kuandaliwa, mwili hushushwa polepole hadi kufikia centigrade 196 kwa kutumia nitrogen kioevu. Hatua hii huchukua siku kadhaa ili kuepuka mshtuko wa joto kwa tishu za mwili. Hatua ya 4 ni kuhifadhi kwa muda mrefu. Mwili huhifadhiwa katika chombo maalumu kinachoitwa DeWalt ambacho kinaweza kudumisha hali ya ubaridi kwa muda mrefu zaidi bila ya umeme. Mwili utabaki katika hali hii kwa muda usiojulikana hadi siku ambayo sayansi na teknolojia zitakuwa zimeendelea vya kutosha na kumfufua mtu huyo. Swali ni kwamba, je, teknolojia ya cryonics inafanya kazi? Kwa sasa hakuna ushahidi wa kisayansi kwamba mtu anaweza kufufuliwa baada ya kugandishwa kwa miaka mingi. Wanasayansi wamefanikiwa kugandisha na kufufua viumbe vidogo kama vile umbu na baadhi ya tishu za binadamu, lakini bado hakuna mafanikio katika viumbe vikubwa kama binadamu. Changamoto zinazoikumba teknolojia hii. Licha ya kuvutia kwa teknolojia hii, kuna changamoto kadhaa zinazoikabili. Changamoto ya kwanza, hakuna uhakika wa mafanikio. Sayansi ya sasa bado haijafikia uwezo wa kufufua miili iliyogandishwa. Changamoto ya pili ni gharama kubwa. Huduma hizi zinaweza kugharimu kati ya dola 28,000 mpaka dola 200,000, kiasi ambacho ni kikubwa kwa watu wengi. Changamoto ya tatu ni masuala ya kimaadili. Wengine wanahoji ikiwa ni haki au busara kugandisha watu kwa matumaini ya siku za usoni bila uhakika wa mafanikio. Cryonics imevutia watu mashuhuri kadhaa, ingawa sio wengi waliochagua kugandishwa rasmi. Baadhi ya watu maarufu waliogandishwa au waliotajwa kuwa na mpango wa kutumia teknolojia hii. Mtu wa kwanza ni Teddy Williams, aliyezaliwa mwaka 1918 na kufariki mwaka 2002. Mchezaji maarufu wa baseball wa Marekani, Teddy Williams, aligandishwa baada ya kifo chake mwaka 2002. Mwili wake ulihifadhiwa katika taasisi ya Alcor Life Extension Foundation huko Arizona, Marekani. Mtu wa pili ni James Bedford, aliyezaliwa mwaka 1893 na kufariki dunia mwaka 1967. Daktari wa saikolojia James Bedford ndiye mtu wa kwanza aliyegandishwa rasmi mnamo mwaka 1967. Mwili wake bado umehifadhiwa hadi hii leo na kesi yake inachukuliwa kama jaribio la kwanza la teknolojia hii. Mtu mwingine ni Peter Thiel, mwekezaji wa teknolojia. Ingawa hajafa, Peter Thiel, mwanzilishi mwenza wa PayPal na mwekezaji wa teknolojia hii, amekiri kuwa ana mpango wa kutumia teknolojia hii ili kuhifadhi mwili wake kwa matumaini ya maisha ya baadaye. Cryonics ni teknolojia inayovutia, lakini bado iko katika hatua za mwanzo, wakati wafuasi wake wanaamini kuwa inaweza kuwa njia ya kushinda kifo. Wanasayansi wengi wanaiona kama ndoto ya kisayansi isiyokuwa na uhakika wa mafanikio. Ikiwa teknolojia hii itaendelea, huenda siku moja ikawa suluhisho la maisha marefu, lakini kwa sasa bado ni wazo la majaribio. Mwandaji wa makala haya ni mimi Ibrahim Rajab, Ibra JR, ni table dancer. Hii ni Global TV. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya
pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.